Kwa hiyo nuru, ukisikia nuru ni kwamba neno la Mungu linapoanza kuhubiriwa ulimwenguni kwa ajili ya kuleta wokovu, kuhubiri katika uhalisia wa neno la Mungu, katika uhalisia wa neno la Mungu, pale neno la Mungu huwa lina ndio tunasema nuru imeanza kuangazia ulimwengu. Hii sio jua, tutakuja kusoma jua hapo chini yake hapo. Hii ni nuru, imeumbwa nuru hapo. Ningekuwa jua hapa, Mungu asingeenda huko chini akaumba jua na mwezi na nyota. Tutakuja kuelewa maana yake kiroho. Kwa hiyo tunaangalia nuru, maana ni Mungu mwenyewe. Akaleta nini? Akaleta neno la Mungu kwa watu. Kwa hiyo hapa Mungu akaanza kutengeneza, kuleta wokovu badala ya uasi na uadilifu kutokea. Mungu bado anataka ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo tunaangalia nuru hapa inakuja ulimwenguni. Nuru hapa ni Bwana Yesu mwenyewe. Akaja kufundisha, kuliangazia kanisa ambalo lilikuwa limepotoka. Japokuwa walimkataa. Israeli wakaona ni mtu amezaliwa kwenye hori la ng'ombe, baba yake ni seremala. Wakamdharau yeye, ndio alikuwa nuru, alikuwa anaelezea uhalisia. Akasema msifuate sabato. Kwa sababu sabato duniani huko, hata kama mlikuwa mnapumzika kimwili, maana yake ni kwamba ilikuwa inamaanisha kiroho kwamba mimi ndio Bwana wa sabato. Maana yake ni kiwango, maana yake ni kwamba alikuwa anaongelea swala la nini? La utakatifu. Huwezi kupata utakatifu kwa kupumzika tu Jumamosi siku ya saba. Yesu alisema yeye ni Bwana sabato, maana alionyesha ni kwamba tumfuate yeye. Kama yeye alivyo kwenye kiwango kikubwa cha utakatifu, kimo cha utakatifu, tufikie kimo cha utakatifu siku ya saba. Maanake kuna viwango vya utakatifu kulingana na mafundisho ambayo unayapokea na unavyoendelea kujitakasa. Maanake ukimaliza kuoga sio kama umetakasika umemalizika, hapana. Na ukija kula inabidi unawe tena mikono. Maanake kuna viwango vya utakatifu. Hizo ngazi saba za viwango vya utakatifu, kuanzia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano mpaka siku ya saba. Maanake ni kiwango cha utakatifu. Pengine unaweza kusikia wanamwambia mbingu ya saba, maana ni kiwango cha utakatifu kile cha kimo cha kumfikia Kristo, ukiwa na maarifa ya kimungu ndani yako na ukaanza kuyaishi mpaka ufikie kiwango cha mwisho cha utakatifu. Maana huwezi kupata pumziko la kweli la kiroho. Maana sasa pumziko la kimwili, unaweza pumziko la kiroho. Maana huwezi kwenda kwenye nchi mpya na mbingu mpya kama hauna Yesu ambaye ndo anatoa pumziko la kweli, ambapo Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukayo na kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Kwa pumziko la kweli tunalipata kupitia Bwana Yesu. Sabato yetu sisi, siku yetu ya saba, mama yake siku yetu sisi ya kupumzika ni pale tutakapoingia katika pumziko la kweli la kiroho ambalo tunalipokea kwa kumpata Bwana Yesu na kumuishi Yesu. Sio kuishi kivuli chake, kuishi uhalisia wake. Kupata neno la Mungu ambalo limefunuliwa, ambalo linaelezea nini? Uhalisia. Kwa tukisha hata hiyo, maana ndio tutapata haki ya kwenda mbinguni, sehemu ya watakatifu, au baada ya ufufuo ule wa uzima wa mara ya pili kwenda kwenye mbingu mpya na nchi mpya, kwenye utawala wa nani? Wa Bwana Yesu Kristo kwa miaka 1000. Kwa hiyo huko ndio tutapata pumziko la kweli la roho zetu. Maana ni kwamba ndio baada ya kupata, kwa hiyo tutapata utakatifu ule ambao tunauongelea na tukaenda mbinguni kule kwa ajili ya pumziko wa roho zetu, au pumziko la kiroho ambalo tunalipata, ambalo ni utakatifu kuanzia hapa duniani. Nilikwambia huwezi kwenda kule mbinguni kama hauishi mbingu hapa duniani. Lazima uwe mbingu hapo kwanza duniani. Lazima katika ulimwengu wa roho uwe na mbingu unatembea na wewe. Pia ndio utakapoenda kwenye mbingu mpya na nchi mpya baada ya kutoka hapa duniani, au baada ya kufufuliwa mara ya pili kwa ajili ya kuna ufufuo wa watu kwenda uzimani kwenda wengine kwenda mautini, kwenye mauti ya pili, jehanamu ya moto. Kwa hiyo lazima uishi mbingu ukiwa wapi? Hapa duniani. Kwa hiyo neno la Mungu ambalo ni uhalisia ndio linatupa nini? Ule wokovu, linatupa sabato ya kweli, kwenda kupumzika kule kiroho, sio kimwili. Je, ilikuwa ni kivuli? Kusoma wa Kolosai sura ya 16 nakwambia sabato ilikuwa ni kivuli. Kwa hiyo watu bado wanafuata kivuli, kwa hawana wokovu. Hata wa sabato kama wanafuata hichi kivuli bado hawana wokovu.
kwa sababu sabato inayoongelewa hapa ni mpaka hata mbingu pia zinaishi zitakapokuja, ile sabato itaendelea. Maana ni kama ni sabato ya kiroho, ni utakatifu, ile pumziko la kiroho, watu watakapoenda kupata uzima wa nini, wa milele, kuishi na Mungu milele katika raha milele, wakimwabudu Mungu na kumsifu Mungu na kula katika mti wa nini, tutaendelea kukula neno la Mungu hata tukiwa kwenye hiyo nchi mpya, neno la Mungu katika ule mti wa uzima, kama ambayo mengine ama bado ni unabii katika Agano Jipya yatakuja kutimizwa kule tukiwa wapi, kwenye nchi mpya na mbingu mpya, tukiwa mbinguni kule tutaendelea kula neno la Mungu kwa sababu tutaendelea kuishi kana Bwana Yesu yeye akiwa mfalme wa wafalme na sisi tukiwa wafalme. Kila mtu atapewa taji kulingana na kazi aliyoifanya. Kwa hiyo utakuwa kwenye utukufu, kwenye mng'ao ule unaowaka. Wengine watakuwa na utukufu mdogo kulingana na nini? Na Biblia inasema hivi kitabu cha Ufunuo, kila mtu kila ashindaye ndio atakayekula katika ule mti wa uzima wa milele. Kwa hiyo kulingana na kila mtu atapewa taji kulingana na kazi aliyoifanya. Kama ulifanya kazi kidogo utalipwa huo ujira huo. Kama ulipata talanta moja ukazalisha 2 3 ngapi, kwa hiyo atakulingana na kazi, kulingana na kazi aliyoifanya, kila mtu atalipwa hivyo hivyo. Kwa hiyo kila mtu ashindaye. Kwa hiyo kama ni kushinda, kuna ushindani, sio mtu mmoja, hapana. Mtu sasa akakwambia ashindaye ni mtu mmoja, hapana, atakupotosha. Kila ashindaye atapewa taji. Haingekuwa ni mmoja, maana yake Mungu anamwambia kila huyu ashindaye ndio atapewa taji. Hapa amesema kila ashindaye, kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo kuna vita. Kwa hiyo nuru ni pale neno la Mungu linapoanza kufanya nini? Kuhubiriwa.